Natamani kujua Tundu Lissu amezungumza kuhusiana na kauli yao hii ya no reform no election, na amesema kabisa kwamba hili jambo wao kama wao peke yao hawaliwezi, kwa maana kwamba wanahitaji kuunganisha nguvu na watu ili mradi kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kwenye hiki ambacho wanachokidai. Unadhani ni sawa na nyinyi kuunganisha nguvu? Sisi tulikuwa watu wa kwanza kuona umuhimu wa kuunganisha nguvu. Tulipoeletewa habari za maridhiano na hatimaye kikosi kazi kikaundwa, nyinyi ni mashahidi kwamba ndani ya kikosi kazi kulikuwa kuna viongozi waandamizi wa vyama vingine ikiwemo chama cha ACT Wazalendo na chama cha CUF hakijatoa hata mwakilishi mmoja katika kikosi kazi. Lakini kwa sababu dhamira na dhana ilikuwa ni kwenda kwa ajili ya kutengeneza maridhiano, tukakubali kuunga mkono zile harakati ambazo kina Zitto walikuwa wanakaa wanajadiliana, wakiwa sisi tukiamini kwamba kwa niaba ya vyama vyote ikiwemo pamoja na sisi. Wenzetu Chadema wao walikuwa hawataki kushirikiana na chama chochote kingine, na wao walikuwa na maridhiano yao. Nilifikiri pia kwa kwanza swali lako la kwanza lingekuja kuniuliza kwamba Chadema wamesema hawataki tena maridhiano, nyinyi mnasemaje? Au ACT wamesema tena hawataki maridhiano, nyinyi mnasemaje? Kwa hiyo kwanza wao walikuwa na agenda yao ambayo wanaita maridhiano ya kwao, na sisi tulikuwa tunahitaji umoja. Kama na wao wamegundua sasa kwamba peke yao hawawezi kufanikiwa, angalau tunawapongeza, japokuwa wanatuchosha kwa sababu wanatumia nguvu, wanatumia muda mrefu sana kuona pale tunapoona sisi leo, wao wanapaona baadaye sana. Waunge nguvu katika mapambano haya, na nguvu haina maana ya kwamba sote tutoke na slogan ambayo wametoka nayo chama cha demokrasia na maendeleo. Kwa mfano, hatua ya kwanza ya chama cha demokrasia na maendeleo ilikuwa ni kuja na kutuambia sisi vyama vingine, jamani, sisi tulikuwa tuna maridhiano ya siri na ile ni siri yetu baina sisi na CCM. Sasa tunaona kwamba wenzetu wametugeuka, itakuwa ni hiari yetu kutaka kujua maridhiano yao yalikuwa yana hoja gani au vipi. Sasa kwa hiyo kwa sasa hivi tumeona tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu katika hili la kuhitaji mashirikiano, maana yake aliyekataa mashirikiano na anayetaka mashirikiano kwa sasa hivi ni Chadema, na sio kutuliza sisi kuhusiana na mashirikiano, kwa sababu bado sisi tulikubali na tukasema tukikubali kujigawa, kila mmoja akafikiria kwamba atakuwa na maridhiano ya peke yake, tunampa nguvu CCM kupita katikati na kushindwa kabisa kufikia makubaliano ya dhati kwa ajili ya taifa, kwa sababu tayari atakuwa ametugawa. Mnafahamu kwamba hata wakoloni tulikuwa tunafundishana walikuwa wanatumia system ya divide and rule. Nani anajua leo Mbowe na kina Lissu na kina Mnyika walipokuwa wanaenda Ikulu na kutoka kwa lugha ya maridhiano walikuwa wanaongea nini? Nani anajua leo? Nani ametokea katika viongozi wa Chadema akasema maridhiano tuliyokuwa tunakubaliana wakati ule ambayo sasa yameharibika ni haya? Nani aliwahi kufanya hivyo? Kwa hiyo wale waliofanya gizani wanaotaka kurudi kwenye nuru, cha kwanza watuombe radhi kwa sababu walikataa kufanya kazi na sisi, lakini cha pili watuambie wamekwama wapi katika yale waliokubaliana, ni yapi hayo waliokuwa wamekubaliana. Lakini si uongo kwamba kulikuwa kuna maridhiano ya siri. Alipokuwa akiongea na waandishi wa habari wakati ule wa kutoa ufafanuzi kuhusiana na kadhia ya kutekwa na hatimaye kuuawa kwa Kibao, katibu mkuu wa CCM Emmanuel Nchimbi aliulizwa swali na mmoja wa waandishi na wahariri, na nakumbuka alikuwa ni Kubenea. Alimuuliza vipi kuhusiana na maridhiano, vipi kuhusiana na muafaka. Akasema maridhiano yanaenda vizuri tu. Kuna maridhiano mawili, kuna upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna maridhiano baina ya sisi na Chadema, baina ya CCM na Chadema, na tunaenda vizuri tu, na pia kuna maridhiano baina ya sisi na ACT yanaenda vizuri tu. Sasa maana yake ni kwamba hivi vyama viwili viliamua kuwa na maridhiano ya siri. Huu unaitwa usaliti, kwamba kama lugha ya maridhiano au lugha ya kuirudisha Tanzania pamoja ni kwa maslahi ya taifa, nyinyi mkaitwa pembeni mkafanya maridhiano ya peke yenu, baadaye akawa kwama mkasema twende pamoja, tunahitaji umoja. Cha kwanza ni kuomba radhi kabla ya kutafuta huo umoja, kwa sababu maana yake mlikuwa wasaliti. Kwa nini kuwe kuna maridhiano kama yaliyotamkwa na Emmanuel Nchimbi kwa ajili ya Chadema na CCM, wakati Watanzania wote bila kujali vyama vyao wanalia kwamba kulikuwa kumevurugwa kwa demokrasia? Ni kwa nini kuwe kuna maridhiano baina ya CCM na ACT peke yake, wakati Watanzania wote wanalalamika kwamba nchi imevurugwa, demokrasia imevurugwa? Kwa nini hivi vyama viwili peke yake? Mkija sasa na kutengeneza umoja, na ndio maana mnaona kwamba
hata katika kuungana mkono katika hoja mbalimbali zinazojitokeza, utaona hivi vyama viwili ndio vinavyojitokeza, vinakuwa pamoja katika zile harakati zao. Sisi kama chama cha wananchi CUF huwa tuko tayari kufanya harakati za kutaka kuirudisha Tanzania pamoja kwa kushirikiana na yeyote, lakini kwa msisitizo wetu kwamba kwa nia ya dhati. Na ndugu zangu, nia ya dhati haifanyiki gizani. Nia ya dhati inafanyika hadharani.